ambalo amelifanya lote. Hauwezi ukamkumbuka Samia kwa lolote lile. Huwezi ukamlinganisha Samia na rais wote duniani. Hata hili huyu jamaa wa German, Mjerumani huyu Hitler. Hitler alikuwa ni gaidi mkubwa sana. Lakini Hitler hakuimuua Mjerumani. Hitler hakuimuua mwananchi wa Kijerumani. Hitler hakuwaifanya ile ambayo Samia ameyafanya. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba Samia aliyafanya mazuri, ndio maana leo wananchi, na mkitaka tupoteze nguvu hizo harakati, tumuongelee Magufuli. Magufuli alikuwa na faida zake, na yeye kama binadamu ni katiba ambayo viliopo ndio imfanya kao vile katiba ambayo viliopo, lakini alijitahidi. Kama angepata katiba kama nchi fulani, wanaomlilia zaidi Magufuli ni maskini na ni wanyonge, wasiokuwa na watu wa kimaskini. Magufuli, mimi naamini kabisa tarehe 29 Magufuli hangeua vijana venye Samia amewaua. Magufuli angetafuta njia mbadala, maana hata kuna kipindi nakumbuka kwenye hotuba moja Magufuli aliruhusiwa kuwanyonga watu. Ile sheria ya kunyonga ya katiba kwamba inamruhusu rais kunyonga. Magufuli aliwasamea watu, asamisa zini kanyonga. Sina nguvu ya kumnyonga mtu yoyote, siwezi nikafanya kitu kama hicho mimi kumnyonga mtu. Kwa hiyo Magufuli alijali binadamu. Magufuli alijali wananchi mkuu. Kuna niongea kwa nguvu. Nasema hivyo mimi lazima niongee, atoe moyoni. Msininyamazisha hata kidogo, niongee. Kwa hivyo tunajaribu, wananchi wanamkubali Magufuli, wananchi wa China wanamkubali Magufuli, na wengi wanamlilia Magufuli. Na Magufuli ziko na watu zaidi ya milioni 4 kama sije kwa watu walijaa kwenye msiba, watu wengine walikufa waliposikia kifo cha Magufuli. Hata mimi mkoa wa Mara sina wapinzani. Mkoa wa Mara sisi tunakuwa chama cha upinzani. Chama cha upinzani. Tunajulikana kama wapinzani wakubwa sana wa Magufuli, wa chama cha CCM. Huo ndio mkoa wa Mara. Lakini wezi amini mpaka leo kuna watu wanamkubali Magufuli kwenye mkoa wa Mara. Wanakumbuka maneno yake. Hadi najua hata kwenye vyama vya upinzani, hadi kuna watu wanampongeza Magufuli. Ndani ya upinzani kwenye hata John Heche kuna vitu wanampongeza Magufuli. Hadi kina God bless Lema, watu wanamkubali Magufuli kwa vitu fulani. Lakini Samia, nipe mazuri ya Samia. Nipeni mazuri ya Samia. Hakuna hata jema ambayo amelifanya kwa Tanganyika. Nini amefanya kwa Tanganyika? Halipo hata kidogo. Hata nusu, hata robo hakuna. Hakuna. Basi tunasema kwa upande wa Samia amefanya hivi. Jaribu kulinganisha mazuri ya Samia. Hana jema, ni kahaba, ni maraya, ni mzinzi, ni msharati, ni mpumbavu, ni machonyege, ni mzinzi tu msharati. Hana jema ambalo amelifanya kwa Tanganyika zaidi ya mauaji ambayo Samia amefanya. Zaidi ya mauaji na kukandamiza uhuru, amekandamiza demokrasia. Amekandamiza demokrasia. Angalau Magufuli basi kwa kukandamiza zaidi, lakini hakuwanyima watu kwenda kwa uchaguzi. Hata kama basi kura ziliibiwa, wapinzani walipata kura nyingi. Na ndio maana Magufuli alisumbua bungeni, wapinzani walikuwa wengi. Wabunge walikuwa wengi kwenye bunge kipindi cha Magufuli. Wabunge wa upinzani walikuwa ni wengi. Chadema walipata umaarufu. Kulikuwa na upinzani ndani ya bunge. Kulikuwa na hoja nyingi. John Heche alikuwa anaongea, unasikia kwa mzee ameongea. Ukienda pale unamsikia Freeman Mbowe. Ukienda kwenye mikoa mingine hivyo vilikuwa natakikana. Hata kama kweli Magufuli hakuruhusu tunruhusu ama kiongozi wa upinzani kuwa rais, lakini yes, urais uliibiwa, lakini chini hapo wabunge wenye kiti kulikuwa na haki sawa hapo chini. Hapa chini mambo yanaenda vizuri. Tuambiane ukweli, mnatuache kwa tunaongea vitu. Kama kwa tunapenda demokrasia na sisi watu wa haki, tusimamie haki. Tusimamie haki. Na hii itasababisha watu watoke wengi. Tukianza kuwajadili watu hapa, tutapoteza focus. Tutapoteza watu watakimbia, kwa sababu kuna watu hapa wanamkubali Magufuli. Hata mimi nikiwemo miongoni mwao, kutoka Mara, Jamara Kikuria, kutoka Mara Kikuria lenyewe, ambao mimi nalikubali ile Magufuli. Lakini zamani kidogo, maana sisi watu wa mkoani kidogo tuko tunazoea mabaya ya Magufuli, kutoka hapo alisimamia serikali yake kuanzia juu hadi chini, sekta zote. Uende shuleni, uende hospitali, uende kituo cha polisi, uende mahakamani. Alijitahidi kusimamia mifumo yake, ikatoa haki bila kupendelea, kwa sababu yule ambaye alionekana kutumia nafasi yake vibaya aliajibishwa mbele ya halaiki ya watu, mbele ya umati wa watu, na watu wote tulishuhudia. Dada mimi kidogo, ili ni bunge dada mimi, tusinyimwe sisi kama wapinzani, tusinyimwe haki zetu. Dada mimi relax dada mimi, tulia. Cha kwanza ni hivi, tuende kwenye mzizi. Mzizi ni nani? Mzizi ni CCM. Mzizi ni chama. Na chama ni watu waliokaa katika ule mzizi, wakautengeneza mfumo fulani wa kutonyanyasa sisi wananchi. Na tujue kwamba tukisha pata katiba mpya, haya mambo yote na ujinga wote ambao unafanyika hapa ndani ya CCM sio nani utaisha. Kwa nini? Wamenekea countdown. Naomba haraka tu mheshimiwa mbunge. Insha ya kwanza ni kwamba tujue kwamba adui mkubwa ni mzizi uliopo ndani ya CCM.
na wanaojulikana ni mzizi ule, kwamba hao viongozi waliopo wametengeneza strategy ya kutufumba sisi wananchi kutoka kwenye focus, kutoka kwenye reli. Na hata wa Chadema wakiingia ukaipata hii katiba mpya, mnajuaje kama watafanya mabaya? Tunataka tupate katiba ambayo ni mpya, ambayo itatusaidia. Maana hata ambao wanaingia kina Chadema wanaweza kuwa nje pale, kwa sababu hawajaanza kula asali ndani, wakaonja kiti cha urais, wakaonja wakasikia utamu uliopo kwenye urais. Lazima tupambane katiba mpya, kwa sababu mimi sasa nikawaamini hata walio nje kwamba wanatupigania, wakiingia ndio tutajua kwamba ni watu aina gani. Uwezo ukamwamini mtu ananyeshwa na mvua nje, ili haraja kuja akishajikinga, uwezo ukajua kama ni nani. Kwa hivyo jamani, tupambane katiba mpya. Cha kwanza ni kuipambania katiba mpya, tupate katiba inampa mwananchi mamlaka, katiba ambayo inampa mwananchi nguvu. Tusikimbie kwa hukumu walio. Je, hawa wakiingia watafanya ama watatugeuka? Wanaweza kuwa kwa pamoja ni kwa sababu wana njaa, wamemisi uongozi, wanatamani uraisi, hawajaupata. Wakishaupata, je, tunajua kwamba watageuka wakakuwa mbwa mwitu, wakakuwa simba walaji wa nyama? Lazima tuhesabu hilo ndugu zangu, lazima tukumbuke hilo ndugu zangu. Kwa hivyo lazima tupambane katiba mpya. Hapa issue hatuombi katiba mpya, tunataka katiba mpya. Tunataka katiba mpya. Hiyo ni lazima, sio ombi. Ni lazima, sio ombi, na ni wananchi wafunzwe umuhimu wa kutoka nje na kutaka katiba mpya ambayo dakika zangu, haya makofi yananipunguzia sekunde 5 yamekula sekunde 5. Silent mheshimiwa mbunge. Sekunde. Hivi jamani, tunaitaka katiba mpya, katiba ambayo itamfavor mwananchi, anapokuwa. Makofi yamekula sekunde. Kwa hivyo ndugu zangu, tujue kwamba tunataka katiba ambayo itampatia mwananchi nguvu na mamlaka hapa chini. Ya kwamba huyu John Heche akichaguliwa, Tundu Lissu akichaguliwa, hata mnyanyasa mwananchi wa chini, hata nyanyasa upinzani, katiba itampatia mpinzani nguvu, katiba itampatia rais upande wake, katiba itaipa mahakama nafasi yake, katiba itaipa bunge nafasi yake. Hivyo ndivyo tunavyotaka. Polisi wataajibishwa, watakuwa na idara ya kuwachunguza, mahakama hivyo. Kila idara itakuwa na chombo cha kuichunguza. Mwananchi atakuwa anachunguzwa kwa upande wake na katiba. Mwananchi afai kwenda hapa, afai kuvuka hii mipaka, rais afai kuvuka hii mipaka, mpinzani afai kuvuka hii mipaka. Kutakuwa na haki sawa. Lakini kuniambia kwamba Chadema waingie wataleta mabadiliko, sidhani. Ni lazima wote tupambane katiba mpya hapa. Hapo CCM humo watatupa, tunataka katiba mpya. Hiyo wanapoondoka tunaitaka katiba mpya. Katiba ambayo itakifeka. Tusisubiri Chadema waingie to expect waweze kubadilika. Wao pia watasema ngoja kwanza tule na sisi bwana tumepitia machozi muda mrefu. Hivyo ndugu zangu, kwa hivyo tunataka dakika ngapi zimebaki? How many second? Thank you very much Mr. Speaker. So namba nyingine ni kutoka barabarani, ni kuandaa siku ya maandamano, yapigwe promotion, yatangazwe, yapigwe promo, yapelekwe kila mikoa, yapelekwe kila maeneo mbalimbali. Maandamano ya taharuki, maandamano ya vitendo. Na tunasema ni kwa nini tunataka katiba mpya? Tupate platform, tupate njia na mabango yaliyoandikwa. Bila katiba mpya hakuna kupumzika, hakuna kulala. Tunataka katiba mpya, tunataka ngorongoro, tunataka haki zetu kama wananchi. Hatuhusiani na vyama, sisi ni wananchi wazalendo, tumejitolea kwa ajili ya Tanganyika. Asante sana mheshimiwa Spika, japo nimepigwa makofi, japo sekunde zangu zimeliwa, zimebaki sekunde 14 bana, lakini niseme kwamba bwana, tuna haki ya kuipambania katiba, tuna haki ya kuipambania Tanganyika, tuna haki ya kuipambania nchi. Tusipambanie nchi kwa sababu ya vyama, tusipambanie nchi kwa sababu ya Chadema ni Chadema. Hamna, hizo itakuwa ni tamaa na unafiki. Tupambanie nchi kwa sababu ni mzalendo wa nchi, unajua kwa nini napambania katiba. Thank you so much mdogo, asante sana.